alikuwa ni mtu wa watu kabisa, na wengi wameomboleza wakisema kwamba alikuwa ni mtetezi wa wanyonge, watu wasiokuwa na sauti. Alikuwa anasimama kwa niaba ya watu kama hao. Walikuwa wamesema kwamba yeye ndiye mtu ambaye amepigania taifa kwa wingi sana kwa ujumla, bila kuweka hali za shughuli, ni mambo zake za kibinafsi mbele. Na ukiangalia nakumbuka pia katika mambo ya kuleta katiba mpya ya 2010 ni moja wapo ya watu ambao walipigania hiyo katiba mpya ya 2010. Na pia ni kiongozi ambaye alishughulika katika kuleta multiparty au vyama vingi, mfumo wa vyama vingi katika taifa hili. Kwa maana hapo nyuma tulikuwa, pengine hapo awali tulikuwa na chama kimoja tu, lakini wakati alipokuja ilibidi asukume mpaka tukapata vyama zaidi ya kimoja kabisa. Hapo jana tu, wacha nirudi nyuma kidogo. Jana ambaye watu walikuwa wanaweza kuzungumza pale Siaya, kuna mtu alisema kweli, anasema Raila Amolo Odinga aliweza kumfunza mambo mengi. Anasema yeye aliweza kujua mambo kutokana na alijua hii maandamano ya kujieleza kutoka kwa Raila Odinga. Ya ni kweli Raila Odinga amekuwa ni mfano wa mambo mengi, na ukiangalia katika hotuba zake ungepata pengine anasema kwamba hata watupige tear gas haturudi nyuma, hata watushike haturudi nyuma. Ni kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ana uoga. Na tunaona hapo ni kina Sifuna pia wanazidi kujongea kwa ajili ya kutazama mwili wake. Ya pamoja na kina James Orengo wanajitokeza, Gladys Wanga pia. Watu mbalimbali wameweza kujitokeza kwa ajili ya kutazama mwili wake. Ya navyo tulikuwa tunasema kwamba